Captain Thomas Sankara aliwahi kusema, unahitaji ukichaa kufanya mabadiliko yenye tija. Mwandaaji wa historia hii ni Dennis Mpagaze. Msimulizi ni mimi, Ananias Edgar. Wana mapinduzi wanaweza kuuawa, lakini fikra za kimapinduzi zitaendelea kuishi daima. Ni maneno makali ya Thomas Sankara siku chache kabla hajapinduliwa na kisha kuuliwa na rafiki yake kipenzi, Blaise Compaoré. Alitawala kwa miaka 4 tu na Burkina Faso ikabadilika kutoka jehanamu ya moto na kuwa peponi kwa muda. Maskini wakaishi kama watu na wanawake wakavuna heshima iliyostahili. Aliamini kwamba he who feeds you controls you. Akawekeza kwenye kilimo. Nchi kavuna chakula cha kutosha na kusaza, wakauza nje. Mafisadi na wahujumu uchumi wakapata taabu kweli. Elimu na huduma za afya vikawa na mahusiano mazuri na watu wa kawaida. Kila aliyependa kusoma alisoma na aliogua alitibiwa. Maisha karamu starehe sana. Burkina Faso ikawa tishio kwa mabeberu kote duniani. Mizengo ikaanza. Sankara akapinduliwa, akauawa. Nchi karudi kuzimuni. Mabeberu yakishangilia ushindi. Hichi ndicho kizungumkuti cha Afrika. Ukitaka rasilimali za nchi zihudumie wananchi wa kawaida, ukichukia rushwa, ufisadi na ubadhirifu wa mali ya umma moyoni na kupambana navyo hadharani, lazima ufe. Ni rais aliyechagua kufa badala ya kuua. Thomas Sankara alikuwa na ndoto ya kuifanya Burkina Faso kuwa taifa lenye nguvu kiuchumi barani Afrika. Alianza na kubadilisha jina la nchi hiyo kutoka Upper Volta na kuwa Burkina Faso, yani nchi ya watu. Unajua, wakati mwingine majina yanaweza kuwa kikwazo cha maendeleo. Kwa wale wenye mahusiano ya karibu na Biblia, watakumbuka habari ya Sara na Ibrahim. Baada ya Sarai kuitwa Sara na Abraham kuitwa Ibrahim, baraka zilianza kumiminika ndani ya malango yao. Tusomage Biblia na Korani wa jameni, hata kama hatuna mpango kwenda mbinguni. Na wewe kama mambo haya kwenda vizuri, hebu jaribu kubadili jina lako pia. Yawezekana ulirithi jina la babu au bibi yako aliyekuwa kibaka, muuaji au mchawi. Kama huamini, muite mwanao Mobutu Sese Seko Kuku wa Zabanga, au Hitra, au Idi Amin Dada, au Kamuzu Banda aliyeua watumishi wake kwa nyundo na misumari kichwani. Utaona balaa lake. Huyu bwana hakupenda vya kutukuzana kinafiki. Alikataa hata picha yake kama rais kutundikwa katika majengo na taasisi za serikali. Alisema hataki kutukuzwa. Sisi huku kwetu kila mtu anataka kutukuzwa. Nenda vijiweni, usikie vijana wanavyoitana, mkurugenzi, mkuu, director, meneja. Leo tunakutana wapi? Huna hata kiwanja, unaitwa mkurugenzi na unafurahi. Ajabu kweli. Sankara hata mshahara wake ulidhihirisha hakupenda makuu. Ulikuwa mdogo mno kuliko marais wote Afrika. Alidaka dola 450 tu kwa mwezi. Sio sisi mbunge tu eti ana mshahara kufuru na marupurupu ya kutupwa. Bwana, nasikia wabunge wa Kenya wanaongoza kwa malipo dunia nzima. Nimesema nasikia. Sitaki ligi hapa. Falsafa yake ilikuwa hivi: you cannot carry out fundamental change without a certain amount of madness. Alikuwa na maana kwamba hauwezi kufanya mabadiliko ya msingi bila kuwa na kiasi fulani cha ukichaa. Mabeberu wakamuita kichaa na kueneza propaganda kwamba Burkina Faso inaongozwa na kichaa. Hakujali. Lilipokuja swala la maendeleo, kweli alikuwa kichaa. Rais kutembea kwa baiskeli kwenda kukagua shughuli za maendeleo vijijini, tena bila walinzi, unadhani mchezo? Watu walimuona kichaa. Afrika hilo si jambo la kawaida. Alipoulizwa kwa nini hana walinzi, alisema wananchi ndio walinzi wake. Hivi hahitaji kuambatana na wanajeshi wenye bunduki. Hata mimi kwa kweli ningemshangaa. Afrika tumezoea akipita rais lazima nchi isimame kwa muda, kwa idadi ya magari ya kifahari yasiyojulikana, mnundikano wa walinzi wenye silaha za moto, maelfu ya walala hoi wakipiga vigelegele, vifijo na nderemo. Barabara zinafungwa na hakuna takataka kupita. Sankara hakuwa na mbwembwe hizo. Yeye na kibaiskeli chake kutekeleza ajenda yake ya mabadiliko. Washauri wake mara kwa mara walimshawishi aachane na matumizi ya baiskeli. Akaona isiwe nongwa, akaamua kutumia gari lenye bei ya chini aina ya Renault 5 badala ya mabenzi kama tunavyoleo katika Afrika. Pia alifuta matumizi ya magari ya kifahari kwa viongozi na watumishi wote wa umma. Hata hivyo, alibaki na kibaiskeli chake mpaka alipokutwa na mauti. Ama kweli, jasiri haachi asili.
Aliwahi kusema hakuna mabadiliko ya kweli bila mwanamke. Kwanza alipinga tohara kwa wasichana nchi nzima. Halafu akaanzisha kampeni na utaratibu wa kisheria kwa wasichana waliopata mimba wakiwa shuleni kuendelea na masomo yao. Kama shule zilifundisha wazazi au la, yeye hakujali hilo. Yeye alichojali ni mwanamke kutoachwa nyuma. Kupata mimba kitu gani bwana? Kwanza Afrika kitanda hakizai haramu. Sasa iweje mimba iwe haramu katika elimu ya binti? Halafu sasa alipiga marufuku hata ndoa za utotoni na za kulazimishana, hasa za kimila nchi nzima. Hakuna cha kina Muswati wanaohalalisha binti ya miaka 14 aolewe wala nini. Aibu gani hii wazee wetu wanatuletea? Pia aliajiri wanawake katika sekta ya umma kuanzia jeshini mpaka hospitalini ili kupunguza unyanyasaji wa kijinsia na kuleta uwiano na usawa nchini Burkina Faso. Hakuwa na akili za kilevi kwamba mwanamke akipata hela atasumbua. Alikuwa mzalendo namba moja sana huyu bwana huyu. Hakutaka makuu kabisa na wananchi wa Burkina Faso. Akiwa kama rais wa nchi, alipiga pamba zilizotengenezwa Burkina Faso badala ya pamba kutoka Ulaya na Uchina. Mara nyingi alionekana katika gwanda la kijeshi. Ndiye alianzisha kampeni ya usafi nchi nzima. Kila mwananchi alipaswa kufanya usafi eneo alipo, na yeye mwenyewe alishika mfagio na kuingia barabarani kufanya usafi. Kampeni yake hiyo iliitwa Le Balai Citoyen, yani mfagio wa mwananchi. Alikuta nchi yake ikiagiza chakula kutoka nje. Akaamua kulala mbele na kilimo. Alihimiza watu kujihusisha na kilimo kwa vitendo na si maneno na semina kama tufanyavyo leo. Kilimo kimekuwa sehemu ya kutafutia umaarufu. Mara korosho sijui zimefanyaje, Sankara alipeleka pembejeo za kilimo kwa walimaji, tena bure kabisa huko vijijini. Sisi pembejeo ziko daa, tena mikononi mwa wasiokuwa na mashamba. Jamani, Thomas Sankara pia aligawa ardhi kwa wakulima wadogo baada ya kuwanyang'anya walioipora kwa jina la uwekezaji. Hakuuza ardhi kwa watu wake kwa sababu ardhi ni zawadi kutoka kwa Mungu. Bila kujifanya kichaa huwezi fanya hivyo. Nchi yake ikazalisha vya kutosha na kuuza vya ziada, tena nje ya nchi. Thomas Sankara ama kweli alikuwa mfano sana huyu bwana. Alisema anayekulisha na kutawala. Sisi kuanzia sahani ya chakula, kijiko, glasi ya kunywea maji, chakula tunachokula na kijiti cha kujichokunyolea kwenye meno, vyote ni made in China na Thailand. Samaki wanavuliwa ziwa Nyanza, wanapelekwa Uchina, wanafungwa kwenye makopo, wanaletwa supermarkets, halafu tunawanunua tena kwa dola. Huo ndio ufahari wa Afrika, kuibiwa mchana kweupe kabisa. Misaada ya nje aliita sadaka, hivyo uwezi kuendelea kwa sadaka. Aliwahimiza watawala wa Afrika waache kutegemea sadaka kutoka nje. Hata madeni ya nje aliona ni usanii tu, hayana uhalali kwa vile alitokana na mikataba mibovu. Hapa napo kuna hoja ya msingi. Madeni gani yasiolipika hayo? Kelele za deni la nje kukua zinachosha bwana. Aliishawishi Afrika iache kulipa madeni. Nakumbuka hata Mwalimu Nyerere aliwahi kusema kuwa mtu hawezi kulipa madeni wakati watoto wanakufa njaa. Unajua watu wenye akili kubwa siku zote wanafanana kifikra, yaani wana fikra kubwa na zinazoishi. Tangu uhuru tunasumbuliwa na madeni ya nje. Tunalipa lakini deni linaongezeka. Afrika inashindwaje kulipa madeni ndani ya utajiri wa kutupa? Tunashindwa kulipa halafu wanaendelea kutukopesha tena. Hivi uliona wapi mtu aliyeshindwa kulipa deni akakopesheka? Ni kwa sababu anayekukopesha anajua anafaidikaje. Pengine anafaidika mara 1000. Kaulize Benki ya Dunia WB na shirika la fedha IMF. Kumbuka Thomas Sankara amedumu kwenye uongozi kwa kipindi cha miaka 4 tu tangu aingie madarakani kwa mapinduzi aliongoza na rafiki yake Captain Blaise Compaoré tarehe 4 Agosti mwaka 1983 akiwa na umri wa miaka 33, na kisha kupinduliwa na huyo rafiki yake alafu akamuua. Alifanya mageuzi makubwa sana bwana huyo. Ndoto yake ilikuwa ni kuifanya Burkina Faso kuwa moja kati ya mataifa makubwa kiuchumi barani Afrika. Aliuawa nyakati za usiku na kuzikwa haraka ili kupoteza ushahidi. Akaunti yake ya benki ilikutwa na akiba ya dola 400. Hakuficha Uswizi. Sankara alitabiri kifo chake bwana huyu. Siku chache kabla alisema wana mapinduzi wanaweza kuuliwa, lakini fikra za kimapinduzi zitaendelea kuishi daima. Thomas Sankara alifariki Oktoba 15 mwaka 1987 baada ya kupinduliwa na Blaise Compaoré kuchukua utawala nchini Burkina Faso kwa muda wa miaka 27. Ama kweli kikulacho kinguoni mwako. Imeandaliwa na Dennis Mpagaze.